Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba usikilivu mwema, na kama unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ikulu Tanzania imeweza kupigwa na msiba. Serikali ya Samia imeweza kupigwa na msiba baada ya kumpoteza kiongozi mmoja ndani ya serikali ya CCM. Tangia hii serikali ya CCM ilipoiba kura mwaka jana mwezi wa 10 tarehe 29, imepoteza viongozi wawili. Mmoja aliaga mwaka uliopita, Mhagama, na sasa hivi mwingine ameaga dunia. Na hii serikali lazima iweze kutubu. Isipotubu wataenda kuwapoteza watu wengi. Ukiweza kuangalia kauli ambazo zimeweza kutolewa na wananchi kipindi ambapo serikali ya Samia inazidi kupigwa na misiba, Samia na wenzake wanahitaji kumrudia Mwenyezi Mungu na waombe msamaha kwa yale ambayo waliweza kuyatenda kwa kuwaua wananchi zaidi ya 10,000. Sasa ninaelezwa mbunge wa viti maalum Halima Idi Nassor amefariki dunia hii leo tarehe 18 Januari mwaka 2026, siku ya Jumapili, katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Unaona, serikali hii imeweza kupigwa na msiba kwa kuweza kumpoteza mbunge mwenye anaitwa Halima Idi Nassor. Alikuwa ni mbunge wa viti maalum, vile viti vya uteuzi, na huyu ni mbunge wa pili anafariki, nimekueleza, ndani ya chama cha CCM. Sasa ukurasa wa bunge la Tanzania ukaweza kutundika taarifa hivi jinsi ambavyo unaona hapo, wakieleza: tanzia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la Tanzania, tanzia marehemu Halima Idi Nassor mwenye aliweza kuzaliwa mnamo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 1980 na akaaga dunia mnamo tarehe 18 mwezi wa Januari mwaka 2026. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu anasikitika kutangaza kifo cha mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Halima Idi Nassor kilichotokea leo Jumapili tarehe 18 Januari mwaka 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa masikitiko makubwa, natangaza kifo cha mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Halima Idi Nassor kilichotokea leo tarehe 18 Januari mwaka 2026 jijini Dar es Salaam. Natoa pole kwa mheshimiwa wabunge wote, familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu na subra katika kipindi hichi kigumu, amesema Mheshimiwa Spika Azzan Zungu. Afisi ya bunge kwa kushirikiana na familia ya marehemu inaratibu mipango ya mazishi na taarifa zaidi zitaendelea kutolewa. Ina ilan wa ina ilahi rajiun amina imetolewa na kitengo cha mawasiliano na elimu kwa umma, afisi ya bunge Dodoma, tarehe 18 mwezi wa Januari. Unaona mpenzi mtazamaji, hizi ni taarifa za tanzia ambazo zimeweza kutoka Tanzania kwenye bunge la kitaifa. Lakini ukiona jinsi ambavyo wananchi wameweza kuzipokea taarifa hizi, ukiangalia hata kama ingekuwa ni wewe mchambuzi wa habari, utaweza ukaamua kwamba hapana, kuna kitu ambacho
si kizuri hapa. Nimeweza kupitia komenti zote na nimeng'amua hivi, mpenzi mtazamaji, kuna mgawanyiko mkubwa sana, mpana sana kati ya serikali ya chama cha CCM na raia. Na mgawanyiko huu unatokea, mpenzi mtazamaji, pale ambapo inaonekana kwamba hii serikali haina ridhaa ya wananchi. Hii serikali iliweza kujiweka madarakani bila ya kukubaliwa na wananchi. Mfano, naomba uweze kuangalia hapo. Mcheshi wa Tom akasema kwamba usiposhukuru kwa kidogo hata kikubwa huwezi kapewa. Unafikiri huyu anajaribu kumaanisha nini? Eti Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa hili ambalo umeweza kulitenda kwa kumchukua huyu mbunge, hata hichi kidogo asante. Kwa sababu hao wabunge au wananchi wanaeleza kwamba hawawasikilizi. Yaani imefika mpaka mahala ambapo binadamu anashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumchukua mbunge. Angalia comment ya pili. Abel Jasiti Mueshi akasema kwamba Mungu endelea kutenda, hawa wameua ndugu zetu ili wakalie kiti tulipizie Bwana. Huyo anasema kwamba Mwenyezi Mungu tunakuomba uendelee kufanya mipango yako, uendelee kuchukua wabunge kwa sababu waliua ndugu zetu zaidi ya 10,000 ndiposa wakakalia viti. Ni kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Hawa raia wamekasirika na hii serikali. Hawa raia hawajaweza kufurahia na hii serikali. Wananchi wanazidi kutuma taarifa zaidi za maafa kuelekea kwa hii serikali. Ni ishara kwamba wananchi waendelea kuilaani serikali. Angalia, mwingine akasema kwamba Mungu wala hawai wala hachelewi, ujibu kwa wakati wake. Mwingine akasema kwamba asante Mungu, wewe ni mwema sana. Mwingine akaja akasema kwamba anaitwa Ali Kisuse. Ya Rabi ikupendeza, mchukue na yule Bi Msumi. Unajua Bi Msumi ni nani? Ni yule ambaye yuko Ikulu. Mimi sijaweza kupendezwa na jinsi ambavyo wananchi wameweza kuzipokea hizi taarifa. Lakini kutokana na jinsi ambavyo kauli ambazo wananchi wanazitoa, ninaweza nikakuambia ni kitu gani ambacho kimewakasirisha wananchi. Haya, mwingine akasema kwamba mkufe nusu ya wabunge ndipo Mungu atakuwa ametenda muujiza, nyie ni wabunge haramu. Je, ni kwa nini wananchi wamekasirika na hii serikali? Kitu cha kwanza ni maafa ambayo yaliweza kutokea Tanzania, ya Watanzania wengi waliweza kuuawa na hii serikali ya Samia. Alafu wabunge wakasona midomo, wakatulia, hawakuzungumza, hawakukashifu haya mauti, hawakukashifu huu nyama ambao serikali ya Samia iliweza kuutendea ama iliweza kutendea raia wa Tanzania. Wote walikimya, ishara kwamba walikuwa wanaunga mkono mauaji ambayo Samia alikuwa anayafanya. Namba 2, kitu ambacho kinafanya raia wameweza kukasirika namna hii, raia wanasema kwamba hawakuweza kuwachagua hawa wabunge. Na ndio maana umeweza kusikia kauli ya mwisho inasema kwamba hawa wabunge ni haramu. Raia wanasema kwamba sauti yao haikuweza kusikika. Raia wanasema kwamba sauti zao za kuchagua viongozi wanaowapenda hazikusikika. Na ndio maana wameweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu chukua karibu wote. Namba 3, wabunge hawa ama sababu ya namba 3 ambayo inafanya wabunge hawa yani wananchi hawa wanaombea wabunge na serikali hii mauti, ni kwa sababu serikali hii haiwatumikii wananchi. Aswa wabunge hawaundi sheria ambazo zinawatumikia wananchi, bali wabunge wanaunda sheria ambazo zinamtumikia Samia. Ishara kwamba wabunge hawafanyii wananchi kazi, bali wabunge wapo madarakani kuweza kumtumikia Samia. Sijui wazo lako ni lipi? Unaweza ukaambia nini hii serikali? Ninaomba niweze kupata jawabu lako, ila kauli ambazo nazidi kuona hapa, mwingine anasema kwamba tunamshukuru Mungu kwa hiki kidogo ili tupate kikubwa, tunayo matumaini. Mwingine akaja akasema kwamba
kifo ni kifo. Hii kauli mbiu twende nayo mpaka mtakapoisha nyote. Samia alipoona ndugu wetu wamefariki, alisema kwamba kifo ni kifo, na unaona huyu ameweza kusema kwamba kifo ni kifo. Mwingine akasema kwamba Mungu, nitoe shukrani gani kwa hiki kidogo ulichotupatia, japo ni shout over target, ila tunajua ipo siku utapiga on target. Sijui wazo lako ni lipi, ila hii serikali inapaswa kutubu.